Sikukuu ya Mitende inaitwa siku ya Bwana ya pili ya mateso, na wazo kuu linatuongoza kutafakari msalaba wa mateso ya Kristo. Katika ibada yetu ya leo kuna injili mbili. Injili ya kwanza, ile iliyosomwa wakati wa maandamano, ambayo inaonyesha mwanzo wa Yesu kuyaendea mateso. Mwanzo wa Yesu kuyaendea mateso. Lakini tukija kwenye sehemu ya pili ya injili, tunaona mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoanza mpaka mwisho. Tukianza na injili ya mwanzo kabisa, tunaona Yesu anavyojinyenyekeza na kwenda mbele kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu ambaye ni mimi na wewe. Anawatuma wanafunzi waende kijiji wakamchukue punda na mwanapunda, ili yeye amtumie kwa ajili ya kuelekea Yerusalemu, ambako huko ndiko atakako sulubiwa na kufa. Habari hii tunaisoma katika Mathayo sura 26 ukianzia aya ya kwanza. Pale unakuta kuna vitu ambavyo vinajionyesha katika kisa kile cha kwanza, au katika habari ile ya kwanza, au katika injili ile ya kwanza. Tunaona utii unaojionyesha Yesu anapojiinua au anapojidhihirisha kwamba yeye ni Mungu, lakini ameamua kujinyenyekeza, kama tunavyoambiwa katika wa Filipi kwamba hakuona ile hali ya kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu. Wa Filipi sura ile ya 2. Naye alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Akawatuma, nendeni mkamchukue punda. Mtu akiwauliza semeni Bwana ana haja nao. Hiyo ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mamlaka ambayo inaonyesha ukuu wa Yesu, kwamba vitu vyote ni mali yake mwenyewe. Viumbe vyote vinapaswa kumtii yeye, isipokuwa ameamua kujishusha na kujinyenyekeza. Kwa hali ya kawaida, uende tu sehemu, au tuchukue kawaida tu, kawaida. Katibu anakutuma, nenda Kariakoo pale, mtaa wa nini pale, utakuta gari pale, ichukue. Mtu akikuuliza mwambie jamaa anaja nayo. Bwana, wewe utachomwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe wende tu, watu wanakuuliza, vipi wewe? Mbona unachukua? Lakini tunaona Kristo anavyovitisha vitu vyote kwamba yeye ni Mungu, kwa kuwa vitu vyote ameviumba yeye mwenyewe. Anakwenda pale, wale watu wanawakuta wale watu wenye punda wao, anamfungua punda yule na mtoto wa punda, alafu wanaondoka nao. Nyinyi mbona mnachukua punda wetu? Bwana ana haja nao. Wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Yesu anamchukua punda na mwana punda, anapanda juu ya mtoto wa nani? Wa punda. Na bado tunaona utiisho wa Kristo kama Mungu kwa watu wanaojua habari za ufugaji. Bwana, mama punda, kama kuna mamizigo ya jinsi gani, mbebeshe yeye, lakini sumu kumbebeshe nani? Mtoto wake. Sasa mama punda yule anatembea, Yesu amepanda kwenye mtoto wa nani? Wa punda. Lakini mama punda amefanyaje? Amekuwa mtii, kitu ambacho sio cha kawaida. Punda ukimbebesha mtoto wake mzigo, bwana, wamtafuta nini? Wamtafuta maneno. Bwana Yesu asifiwe.
anapanda juu ya punda, anakuja naye Yerusalemu. Watu wanatandika nguo njiani, wanaimba hosana. Hosana kwa Kiebrania, kwa lugha ya imekokotolewa huko. Kwa lugha ya Kiswahili tunaweza kusema kwa maana yake walikuwa wanaimba okoa sasa. Hosana, hosana, okoa sasa. Maana yao walikuwa wanajua Bwana Kristo anaingia Yerusalemu kwenda kufanya mapinduzi ya kisiasa, kuwakomboa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Kirumi. Mnaona hicho kisa jinsi kilivyo kinakwenda. Na wao wakawa wanashangilia hosana, 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 okoa sasa, wakijua kabisa kwamba kawaida katika vita jeshi linapoingia makao makuu, basi mjue sasa watu wanaenda kuteka utawala. Na Yesu anaenda Yerusalemu, wanasema sasa tunajitoa utumwa wa Warumi. Wanakwenda. Wakawa wanashangilia, wanaimba, katika nguo zao, wanakwenda. Hapa tunakutana na jambo moja. Watu wanaposhangilia hosana, hosana, wale viongozi wengine wa kisiasa, wakuu wa makuhani na wazee, wakawa wanaona fihi, wanaona donge, wanaona wivu. Wanasema Bwana, wanyamazishe hawa watu. Yeye akasemaje? Akasemaje jamani? Akasemaje? Wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Bwana Kristo ana uwezo wa kufanya chochote kile kiweze kutii mapenzi yake. Chochote chaweza kutii mapenzi yake. Na ukisoma katika Yohana, unaweza kutana na swali nilikakuuliza mimi na wewe kwamba nani aliyemuua Yesu? Nani aliyemuua Yesu? Naomba tusaidiane hilo swali. Nani aliyemuua Yesu? Wayahudi. Nani aliyemuua Yesu? Nani aliyemuua Yesu? Ni mkubwa. Nani aliyemuua Yesu? Dhambi zetu. Dhambi zetu. Nani aliyemuua Yesu? Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu yeye mwenyewe. Ukisoma katika Yohana anasema na utoa uhai wangu mimi mwenyewe ili nifanyaje? Ni utoe tena. Yesu alijitoa yeye nini? Yeye mwenyewe. Ukisema kwamba Wayahudi walimuua, hapana. Yeye amesema kwamba hakuna mtu awezaye kunitolea bali na utoa uhai wangu mimi mwenyewe ili ni utwae tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anatimiza maandiko. Wanapiga kelele, yeye anasema hata miti au hata mawe. Ndugu yangu, kwa habari hii naomba sasa uamshe moyo wako wa utii na unyenyekevu mbele ya Mungu unayemwabudu. Mahali fulani nilikuwa nikihudumu, tena ile Ijumaa, ile mitende ilikuwa imeamkia Jumamosi yake. Kuna watu fulani wakawa wamesambaza habari kwamba sisi bwana, yani watu tu wameamua tu, viongozi tu kwenye jumuiya huko, tusitoe hivi, tusitoe mchango, tufanye hivi. Alafu mtu anawashawishi watu kwenye jumuiya huko, msifanye hiki, msifanye hiki, msifanye hiki. Roho Mtakatifu siku. Alafu mimi nilikuwa hata sijui chochote, maskini ya Mungu, kwamba hicho kitu kinafanyika kwenye jumuiya huko. Nikasema hivi, Mungu anatupenda sisi. Mungu anatupenda sisi. Yaani sisi tukimkataa yeye hapati hasara. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukisema mimi simtaki Mungu, wala Mungu hapati hasara. Wewe ukisema mimi sitoi sadaka, wala Mungu hapati hasara. Wewe ukisema mimi siendi kanisani, wala umkomoi Mungu, wala umkomoi kiongozi wa jumuiya. Nikamwambia Mungu anajivunia sana utii wako. Neno lilienda, tulikafanya kazi lenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
safari ya Yesu inaelekea mpaka hekaluni, anapindua meza za wafanya biashara. Wakati mwingine kanisa nalo limekuwa kama hekalu la Yerusalemu, mahali ambapo watu walikuwa natakiwa wapate faraja ya neno la Mungu, wapate kugangwa mioyo yao. Wakati mwingine kanisa limegeuka sasa mahali pa makwazo, mahali ambapo kanisa linatakiwa watu watiane moyo na kusaidiana. Kanisa limegeuka mahali pa masengenyo, mahali pa kutetana, mahali pa kusemana vibaya, alafu inaitwa nyumba ya Mungu. Kristo anasema sasa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, na sio pango la wanyang'anyi. Kristo leo anataka kupindua meza katika makanisa yetu. Lakini pia Kristo anapopindua meza katika hekalu, anapindua pia meza za mahekalu ambayo ni mioyo yetu, ambayo wakati mwingine imekuwa ni migumu, ambayo imekosa utii, ambayo imekosa unyenyekevu. Kristo anatuita kwa ajili ya unyenyekevu, ya kumtii yeye mwenyewe anapopindua zile meza. Na meza zetu za mioyo yetu basi zinatiishwa na Yesu Kristo mwenyewe, ili nyumba ya Kristo ambalo ni kanisa la Mungu libaki kuwa takatifu, lakini mioyo yetu pia ibaki kuwa nyumba ya Kristo, yaani kuwa takatifu. Bwana asifiwe sana. Tuje kwenye kisa cha msalaba, kwenye kushiriki mateso ya Bwana Kristo. Ukifuatilia yale mateso ya Bwana Kristo waliosoma waimbaji, kuna vitu unaweza kujifunza mle, ambayo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu wa kawaida ambayo anaishi, ambayo yamemzunguka. Mle utakutana na mkano, utakutana na usaliti. Bwana Yesu asifiwe. Petro anamkana Kristo mara 3. Mwalimu wake, na yeye alisema kabisa, Bwana, wajapokimbia wote, mimi hapana. Lakini Petro anamkana Kristo. Hii ni sehemu ya maisha ya binadamu kabisa, sisi tunaoishi. Wakati mwingine tumewakana wenzetu, lakini hatujui uchungu wa kukanwa. Yaani yaani wewe kana wenzako, lakini usiombe uchungu wa kukataliwa. Kwa maana nyingine, yaani mtu ambaye unamtegemea alafu anakukataa, anakuambia mimi wewe sikujui. Bwana Yesu asifiwe. Mzee Pila, kazi wako au baba yako, inafika baada anakuambia, au kijana wako anakuambia, wewe mzee wewe sikujui wewe. Unajisikiaje? Sikujui kabisa wewe. Wewe mzee, kwanza watokea wapi wewe? Kijana wako ambaye ulimlea amekuwa, anakuambia wewe mzee sikujui. Unajisikiaje moyoni mwako? Ni vitu vipo katika ulimwengu huu, vimetuzunguka. Kijana mmoja alizaliwa katika familia, babake alimkataa. Tena babake huyo alikuwa ni tajiri, alikuwa na cheo, lakini kwa kuwa huyo mtoto alizaliwa katika familia duni, akadhani kwamba amempata kwa bahati mbaya, akamkataa. Ule mtoto akalelewa na baba mwingine mpaka akakua, akasoma, Mungu akamsaidia, akaja kuwa na kazi yake nzuri kabisa. Wakati amefikia hatua nzuri, yule baba naye kachoka, madidandasi na nini, baadaye anamtafuta yule mtoto wake.
Akaenda akaomba radhi. Yule mtoto ni Mkristo, lakini alikuwa Mkristo Mwanglikana. Akamkataa baba, akasema, baba, nitakuheshimu kama wazazi wengine, lakini wewe hautakuwa babangu. Bwana Yesu asifiwe. Uchungu aliokuwa nao yule mtoto baada ya kulelewa katika mazingira magumu na baba yake mzazi yupo, lakini amemkataa mtoto wake. Roho ya msamaha yule mtoto akawa anajisikia uchungu sana. Akakataa kabisa, akasema, sitakubali kabisa huyu aliyenilea na kunitunza na kunithamini mpaka nimefikia hatua hii, huyu ndio atakuwa baba yangu. Wewe mtoto, wewe damu yangu kabisa, wote tumefanana. Kufanana pote ambaye inakufanana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ubaya wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uliwahi kumkataa mtu, kina baba, kama uliwahi kumkataa mtoto, kuanzia sasa hivi mtafute mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Fanya toba tu. Fanya toba, mtafute kingali mapema. Kingali mapema. Uchungu wa kukataliwa. Uchungu wa kukataliwa. Uchungu wa kukataliwa. Kisa cha uchungu kabisa. Bwana Petro anamkataa Yesu. Na mimi nikana nasema kile kisa kile cha Petro kile kumkana Bwana Kristo, nilikuwa nakiona nakiangalia vizuri sana. Nikasema mwandishi alipunguza maneno. Nikasema Petro pale inawezekana alimwambia yule mtu, alimwambia, wewe nawe ulikuwa mmoja wapo. Yule, we mama, wewe una wazimu nini wewe? Unataka kujipeleka pendekezo kwa watu, si ndio jamani? Umeona? Yaani Petro inaonekana alisema maneno magumu sana pale ya kumkataa Bwana Kristo, kwamba simjui mtu huyu. Wakati mwingine alimwambia yule mama, alimwambia, wewe ni mmoja, akamwambia, sijui usemalo. Uchungu wa kiasi gani? Tunapokuja kwa Yuda, kuna usaliti. Kuna usaliti. Usaliti huu ni ule ambao tunauona katika maisha yetu ya kawaida. Maisha ya ndoa, maisha ya kiushirikiano, kama ni kwenye biashara, kwenye nini, tunaona kuna usaliti. Kwenye maisha ya kisiasa kuna usaliti. Yote hayo yapo. Yote hayo yapo. Lakini Kristo anatutia nguvu leo tunapotafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunachojifunza ni kurudi kwa upya kama alivyofanya Petro. Kwamba tunapoanguka, macho yetu yamtazame nani? Kristo. Tusiwe kama Yuda. Yuda alikimbia kaenda akajinyonga. Macho yetu yamtazame Kristo. Biblia inasema kwamba Petro alikuwa karibu anakota moto. Na baada ya kumkataa Bwana Kristo, macho yake yalipomtazama Kristo, macho yaligongana. Yaani Petro wakati anamwambia mama, simjui mtu huyo. Alafu kugeuka hivyo akakutana macho kwa macho na nani? Petro akatayari hapo akaanza kulia. Macho yetu yamtazame Kristo. Macho yetu yakimtazama Kristo, tutaona mabadiliko ya haraka ya kumrudia yeye mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Tukigeukia pembeni, hatutaweza kurejezwa kwa upya. Anapobusu Bwana Kristo, utaona mtu akimbusu ni kwamba uso wake si unaangalia hivi jamani. Kwa hiyo hakumtazama Kristo machoni. Kwa hiyo baada ya hapo alitoka akaenda kufanyaje? Kujinyonga. Lakini Petro baada ya anguko alimtazama Kristo. Maisha yetu yanapaswa kumtazama Kristo. Turudi kwa upya. Tumtazame Kristo, yeye ambaye alijitoa kwa ajili yetu. Tukumbuke ni wapi ambapo tulianguka. Ni wapi ambapo tuliwakosea wenzetu.
Ni wapi ambapo tuliwakataa wenzetu? Ni wapi ambapo tuliwasaliti wenzetu? Katika maisha yote ya namna zote. Afu mtazame Kristo. Kristo ataturejeza kwa upya na tutaendelea kusimama na kuendelea kufanywa watoto wa Mungu na kuona ustawi wa maisha yetu katika maisha ya kila siku, iwe katika familia, iwe katika kanisa, iwe katika jamii kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru umeweza kusema nasi siku ya leo. Asante kwa upendo wako wa ajabu. Umekuja kwa ajili yetu ukatuokoa. Tunakuomba tujalie toba la kweli sasa, ili Mungu katika kipindi hiki tunachoelekea kuyakamilisha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukafanywe tena viumbe vipya kabisa, ili tutufukie maisha mapya. Utakapokuja wewe Kristo mwenyewe, utukute tuko tayari kukulaki. Tuongoze sasa Bwana, tukutazame wewe, na wewe utazame magumu yetu, utazame maumivu yetu, utazame shida zetu, utazame kila linalotusonga katika maisha yetu. Hatuna wa kumtazama isipokuwa ni wewe tu. Tunajiachia mikononi mwako sasa. Useme na kila mmoja aliyepo mahali hapa. Haijalishi ni kwa namna gani, Mungu yeye mwenyewe anajua. Kila mmoja anajua. Na maovu yetu umeyaficha katika mioyo yetu. Wewe wajua siri za mioyo yetu. Sema nasi kwa lugha nyepesi sana. Hatimaye Mungu tuweze kukurudia kwa upya. Tunaomba hayo kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi